Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Klabu ya Dar es Salaam Young Africans mara baada ya kikao kukaliwa siku ya hii leo na bodi ya ligi, wao wameendelea kushikilia msimamo wao ule kwamba hawachezi na matakwa ya Yanga ambayo waliweza kuyawakilisha katika kikao na bodi ya ligi ni kwamba namba 1, katibu mkuu wa TFF ajiuzulu. Namba 2, kamati ya usimamizi ya ligi ivunjwe. Namba 3, CEO wa bodi ya ligi ajiuzulu. Namba 4, bodi ya ligi iwe chombo huru. Mwisho wa kunukuu. Hayo ndio mambo manne ambayo klabu ya Dar es Salaam Young Africans wameamua kuyatanabaisha wazi kwa bodi ya ligi kwamba ili wao washiriki mchezo basi inabidi vitu hivyo vifanyiwe kazi. Sasa Almasi Kasongo ambaye ni CEO wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara amewahakikishia wadau na wapenzi wa soka nchini kuwa Kariakoo Derby ipo pale pale licha Yanga kutia ngumu. Na nukuu maneno ambayo ameyazungumza. Almasi Kasongo kazungumza hivi na nukuu: mahitaji ya Yanga hayatekelezeki ndani ya siku moja, ni jambo ambalo linahitaji mchakato wa muda mrefu. Mfano, wanataka bodi iwe huru. Sasa huu ni mchakato wa kikanuni na sio jambo la siku moja au ndani ya wiki. Mwisho wa kunukuu. Leo tarehe 9 Juni mwaka 2025, uongozi wa bodi ya ligi Tanzania bara ulikutana na viongozi wa Yanga. Hivyo hawajasema dabi haipo, kwa maana dabi iko pale pale, hakuna kingine. Sasa hapa klabu ya Dar es Salaam Young Africans pamoja na bodi ya ligi tayari wameingia katika mgogoro mkubwa. Bodi ya ligi wao wanasema kwamba mchezo upo, lakini Yanga wanasema mchezo haupo. Sasa hapa mwenye nguvu ama mwenye kisu kikali ndiye ambaye atakula nyama. Sasa ndicho ambacho kimebakia kati ya Yanga na bodi ya ligi. Nani ana nguvu? Hapa nguvu itatumika. Sijajua kama ni Yanga ama ni bodi ya ligi ataingia katika mfumo wa Yanga ama Yanga ataingia katika mfumo wa bodi ya ligi. Wewe maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comments.